bwana, sera za huyu kidogo zina nafuu, yaani mpaka uuze sera. Sasa sisi Waislamu dini yetu ni ya haki. Sera za dini yetu mbona hatuziuzi kwa hawa watu? Kisha watachagua Uislamu namna mafundisho yake yalivyo, na zile dini zingine ukweli hapa uko wapi? Nyinyi mmeganda tu misikitini, kutoka hamutaki. Alafu tukija msikitini tunataka tupate nguvu ili twende tukatangaze hii sera za Uislamu, watu waone. Nyinyi mnatufukuza, mnatuita matapeli, mnatuita warongo, mnatuita makonman. Enyi Waislamu wapendwa, nyinyi ambao mnasimamia misikiti, muogopeni Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata nyinyi mtakufa. Alafu kama we ni imamu wa msikiti wowote ule, ama we ni chairman wa msikiti wowote, atakayekufa jirani hapo kafiri, hakufikiwa na ujumbe wa Uislamu, na wewe ndio unamiliki msikiti huo, hata kama unajifanya hamnazo, umejizima data, una makampuni mengi, uko busy sana, hutaki wewe mambo mengi, atakayekufa kafiri na wewe ni masulia hapo jirani, na wewe ndio unasimamia msikiti, na wewe ndio unamsimamia imamu, wewe na imamu wako nyote mtakuwa masulia siku ya Kiyama. Hawa watu wamekufanya makufara na nyinyi mlikuweko, mbona hamkuwafikishia? Ndio maana Mtume sallallahu katika hadithi sahihi akasema, balighu anni walau aya, nifikishieni kutoka kwangu japo aya moja. Aya hii moja ilikuwa inafikishiwa wapi? Na ni kina nani wafikishiwe? Baadhi ya Waislamu wanadhani ilikuwa ifikishwe kwa Waislamu peke yao. Sio Waislamu peke yao, wacha uzuka. Waislamu wapendwa, ifike mahali tuambiane ukweli, hakuna haja ya kubembelezana. Misikiti imebinafsishwa, misikiti inaendeshwa kama wanavyotaka watu. Sasa wewe Waislamu wapendwa ambao unaswali kwenye misikiti mbalimbali, naomba sasa tufanye kazi na nyinyi pamoja. Nyinyi Waislamu maratibu mnaoswali swafu ya kwanza, swafu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na kuendelea, na waomba sasa tufanye kazi na nyinyi. Hii kazi ya Mungu naomba tufanye na nyinyi. Haya, tufanye na nyinyi kivipi? Mtakapomuona Sheikh Suleiman Mazinge amesimama msikiti wowote, amenyanyuka pale kwa niaba kutoa darsa na kuchukua nguvu kwa Waislamu kwenda kunusuru dini, kisha asimame mtu miongoni, labda ni kamati ama ni nani whatever, aseme we kaa chini, hujaruhusiwa. Waislamu nyanyukeni na huyo mtu, nyanyukeni na huyo. Hivi kuna sababu ya sisi kutopewa fedha kutangaza dini hii? Hawa wanaotuzua hawaoni Mungu anavyopigwa matusi kila kona, kila Jumapili? Mombasa yenyewe hii imezidiwa na makanisa. Hii Mombasa yenyewe makanisa ni mengi kuliko misikiti. Hapa Mombasa na vitongoji vyake misikiti ni michache, makanisa ni mengi. Mungu anatukana kila siku, Mungu ana mtoto, Mungu ana mtoto, Mungu Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Matusi yale mtu huoni. Kuna sababu gani ndugu yeye kutunyima sisi fedha kwenda kudhihirisha haki kwa watu? Waislamu wapendwa mnaosali kwenye hii misikiti, sasa simameni na sisi tutangaze hii dini. Kama kamati za msikiti waliona kuchangiwa, ama Waislamu waumini wanaoswali hawana shida na sisi kabisa, wanaona kabisa Sheikh Mazinge anafanya dawa yake, tunaiona kwenye mitandao anafanya. Tatizo ni husda za wasimamizi wachache kwenye msikiti. Sasa roho mbaya hao watu imezidi eksesi, kwa sababu kwanza hela hawatoi hao kamati, wanaotoa ni Waislamu. Wao ni ile kusema green light, Sheikh Mazinge endelea, ni kazi ya Mungu wafanya, watu kuona endelea. Si hiyo inatosha? Hela utatoa wewe. Wewe unaumwa na nini? Kitu gani kinakufanya unaumwa? Waislamu wapendwa, mabakhili wako aina mbili ndani ya Qur'ani. Kuna bakhili ambaye hataki kutoa kwa ajili ya Mungu, yeye motoni ameamua kwenda tu. Na kuna bakhili wa pili ni muovu zaidi kuliko huyo wa kwanza, yeye hataki kutoa na anazuia Waislamu msikitini wasitoe. Huyu ni maluni wa wazi kabisa, atoka muona na kanzu impiga pasi mpaka inzi akipita na katwa mara mbili. Huyu ni mtu wa motoni. Wewe kutoa hutaki, na kwa nini unazuia Waislamu msikitini wasichange wakadhamini dini yao? Na wewe ukifatwa hutatoa, maana tukikufuata hutoi, huwezi kutoa. Kwanza ukiangalia pale kwenye CCTV kamera, wewe ofisi yako iko juu gorofani, ukiangalia nani Mazinge, unasikia anampigia huyo secretary, mwambie hawako hapa, mwambie bosi hayuko bosi. Hutaki hata kutuona. Nikambe wa imani yako, nikambe sisi tumekuja kukusumbua, na sisi tumekuja kukusaidia wewe kazi siku ya Kiyama usiulizwe. Lakini kwa kuwa si mcha Mungu wala Uislamu majukumu yake unajifanya huyajui, hamnazo, ndio maana hutaki.
Waislamu wapendwa, labda niseme ama nizungumze kuhusu misikiti miwili. Ningeomba insha Allah taala Waislamu wajifunze kupitia misikiti miwili. Msikiti wa kwanza ni msikiti Musa pale Mombasa. Unaona msikiti Musa Mombasa, leo mimi nautaja na sijawahi kutaja msikiti wote hapa. Chairman wa msikiti ule nasema kwamba Mungu amzidishie kheri. Sitamtaja jina, lakini ningeomba nyinyi machairman wa misikiti yote Mombasa nzima, hebu jifunzeni kupitia huyu chairman wa msikiti Musa huyu, na roho yake ilivyokuwa nzuri. Huyu mwanaume sijapata kuona Mwarabu ana roho nzuri kama huyu mtu. Amenipa ruksa juzi nikachanga tena, aliniambia sheke, changa hela, tangaza dini ya Mungu, hakuna maswali mengi, unafanya twaona, changa. Na nikachanga. Kuna Muislamu akajitolea seti nzima ya vyombo vya dawa ya Allah. Simjifunja jamani kwa huyu mtu. Huyu mtu anajua kabisa mimi ni chairman, na mimi alhamdulillah mimi Mungu amenipa neema ya mali, lakini mtaziacha hizi. Sasa dini ya Mungu inaendaje? Watu kule wanatolewa, wanakufurishwa. Ni majukumu yangu na yako na mwingine akatupatia nafasi mja wa Mungu huyu. Nyinyi Waislamu ambao mtakuwa mnatazama hii, naomba ukiswali huko uliko, uwe London, uwe Amerika, ukiwa Burundi, ukiwa Rwanda, na kuomba wakati unaswali tu, hebu mfanyie dua huyu chairman wa huu msikiti Musa. Mfanyie dua, mwambieni Mungu amuondolee maradhi huyu kiumbe huyu, alafu Mwenyezi Mungu amjalie huyu mtu, Mungu mwenyewe amlinde kwanza kabla ya serikali. Mungu mwenyewe amlinde kwanza huyu mtu, alafu kama ana maradhi kwenye kiwiliwili chake, huyu chairman wa msikiti Musa Mombasa, nazungumzia Mombasa msikiti Musa, sizungumzii msikiti Musa ulioko kwingine, nasema Mombasa. Mungu amuondolee maradhi huyu mtu na mjalie neema, manake hicho alichokifanya ile kunipa ruksa tu mimi nisimame msikitini pale, hii ni wazi kwamba huyu mtu anaogopa Mungu na anaogopa kila idara ya majukumu ya Qur'ani. Maadamu ni Qur'ani imesema, huyu hana anachopinga. Mungu amzidishie huyu shekhe. Na imamu wa pili ama msikiti wa pili ambao ningependa kuutaja leo hapa, hata ulimwengu mzima waone, na nimesema ni msikiti wa Njoro Mariakani. Ukitoka Mombasa kama unaenda Nairobi, kuna mji unaitwa Mariakani, kuna msikiti pale unaitwa Njoro. Ngoja leo niutaje huyu imamu wa msikiti huu. Huyu nitasema huyu ni kama ule chairman wa msikiti Musa tu, ni kama huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona bwana. Imamu wa msikiti huu, roho yake, msikiti wa Njoro pale Mariakani, huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona. Hebu maimamu wote Kenya mzima na Mombasa nzima wangekuwa na roho kama ya huyu na huyu chairman huyu wa Musa, Uislamu ungekuwa mbali, Uislamu ungeenda mbali. Na mimi siwataji hawa ati kwa sababu mimi najipendekeza kwao. Hii dini mimi natangaza sio ya hawa watu wawili, mimi natangaza dini ya Mungu. Mimi nategemea malipo kutoka kwa Allah, sio kwa hawa. Lakini sasa hawa watu wana roho nzuri na inafaa iwe mfano kwa misikiti mingine. Misikiti mingine ukienda, we ni mtu wa dawa kama mimi, kwanza analinganishwa na watu wa kuombaomba wa kawaida. Hiyo ndo akili yao ya kwanza ilivyokuwa mbovu. Lakini angalia msikiti Musa, nilichukuliwa special, shekhe ameingia. Chairman nilipompigia tu simu akaniambia ni Mazinge huyo, yule tunamuona kwa mambo ya Freemason. Niliulizwa swali moja, shekhe unatakaje? Nikamwambia shekhe, mimi sina vyombo vyangu vimeharibika. Akaniambia msikiti huo, wacha niongee na imamu na viongozi wenzangu, lakini tegemea inshallah we hiyo ishapita. Na ikawa hivyo. Sasa Waislamu wapendwa, nazungumza kwa sababu nasikia furaha nikiona viongozi wa dini wanaonesha mfano mzuri kwenye kitengo kilichokuwa muhimu cha dawa kama hiki. Na nyinyi ambao mko Mariakani, mko wapi na kwingine, mjifunze jamani kwa imamu huyu wa Njoro. Alafu kuna msikiti mwingine hapo Mariakani, huu msikiti hapo ukiingia Mariakani tu mkono wa kushoto hapa, huo nao pia maimamu wana roho nzuri sana. Huo msikiti nzuri sana. Ukiingia tu Mariakani, umetoka town Mariakani, ukiingia kuna msikiti unaitwa msikiti Nur. Viongozi wa pale Mungu awajalie neema, na nawataja makusudi
Hata kama watasikia si shauri yao, si wasikie tu.